huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Emmanuel. Amina. Ni wakati ambao Mungu ameuridhia wa kukaa katikati yetu, na lengo na kusudi la kukaa katikati yetu, kuna kitu anataka akiachilie kwa ajili ya utukufu wa kwake. Kwa ningeomba kila mmoja kwa nafasi yako, tembea kwenye kanuni na msingi halisi wa kihuduma. Ni namna gani Mungu anataka kufanya kitu kwako. Lakini yote haya yatakwenda kwa imani. Jitahidi sana kupokea na kutembea kwa imani ya kiwango cha hali ya juu, ili Mungu wetu aweze kujidhihirisha katikati yetu. Ni mwendelezo wa ibada yetu ya sifa. Mungu amependa tuungane na malaika, manake madhabahu imeridhiwa. Mungu yuko mahala hapa, manake mahala hapa ni patakatifu. Hilo zingatia sana. Kwa tunaungana na malaika kwa ajili ya kukifanya kiti cha enzi kiweze kustawi. Kwa sifa tunazoendana nazo ni zile za mioyo yetu. Kwa tuachilie sifa za mioyo zisizo na manunguniko, sifa za mioyo zilizojaa upendo, sifa za mioyo zenye furaha ya kweli. Na hiyo ndo asili ya Mungu. Kwa tunaposema kustawisha kiti cha enzi, manake amani utakaoipata kwa huo wakati, ndo Mungu tayari yuko pamoja na wewe. Kwa katika urejeo, manake ni ufahamu. Haya ninayoyaachilia, tutambue Mungu ni nini na ni Mungu wa namna gani unayemwabudu. Ukiweza kutembea kwenye hii kanuni na ufahamu, utaona maisha yako yakibadilika. Kwa jitahidi sana kwenye hii injili ya hii madhabahu kufunguka ufahamu wako. Sawa, watu wa Mungu? Ndio maana kila pahala tunapoanza ibada lazima niseme na muachilia huyo Mungu, na achilia ufahamu, kwa sababu ufahamu ndio mwongozo pekee wa Mungu. Kwa Mungu si jengo, si dhehebu, sio dini, wala sio Pentekoste. Lakini ndani yake tumepewa ahadi ya kutawala na kumiliki. Kwa tambua kwamba huko mahali hapa lazima utawale na kumiliki, manake Mungu wako ambaye unayemwamini, unayemwabudu, ajidhihirishe kwako. Kwa namna gani? Kiroho na kimwili. Lakini tujue kwamba wokovu ni mabadiliko ya tabia. Jichunguze sana. Jichunguze sana. Mungu kuna vitu anataka viachilie, lakini akaipa chafu. Ukiyapokea haya, ibada utaiona yenye amani na yenye matokeo kwenye kazi zako za mikono, afya, kwenye ndoa, utaona tu mabadiliko. Lakini usipoona hivyo vitu, utambua kwamba hujawa tayari kubadilika. Kwa Kristo ni mabadiliko ya tabia. Ni lazima kanisa lionyeshe udhihirisho wa Mungu unayemwabudu. Lakini katika udhihirisho huo, tambua na ujue kwamba huyu Yesu ambaye ni Kristo aliyerejea ni ufahamu. Kanisa, ufahamu. Narudia tena, kanisa, ufahamu. Usipokubali kuruhusu ufahamu ukamjua vizuri Kristo huyu Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu, hutaona mafanikio. Lakini yote haya ili yaonekanike, yanahitaji upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kanisa, ufahamu.
Neno ufahamu ni pana sana sana sana, tena sana. Kwa jitahidi sana kuruhusu ufahamu mpya wa kumjua Mungu. Mungu si jengo, si dhehebu, si dini, wala sio Upentekoste. Ni roho. Narudia tena, kanisa, Mungu yuko pamoja nasi, lakini usiporuhusu ufahamu wako ukajua kusudi la kuumbwa kwako na Mungu ni kwa nini yupo, utabaki hivi hivi. Tujitahidi sana kuruhusu ufahamu. Jitahidi sana kumjua huyu Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu, Mungu wa urejeo wa ukoo mpya wa Mwansasu. Anataka nini? Jitahidi sana. Lakini ukisali kwa mazoea hutapata kitu. Lakini lengo na kusudi la kuweko mahala hapa, tunataka kumdhihirisha Mungu wetu kwenye koo tunazotoka, kwenye familia zetu na jamii husika tunapopaishi. Ndio kusudi. Sio nasema Mungu amerejea ukoo mpya wa Mwansasu, akikutazama da yebo nyekundu nyeusi, maisha unayoyaishi, ufahamu. Huwezi ukasema mimi ni wa ukoo wa Mwansasu wa kutawala na kumiliki, alafu jamii inakuangalia ni mtenda dhambi, tabia zako ni za ovyo, hutakuja kumwona huyu Mungu. Manake huu ufahamu, haturuhusiwi, hatutakiwi kuishi na tabia za zamani. Ndio maana yake. Lugha rahisi wanasema huyu anajitambua. Ndio Kiswahili halisi. Tunaposema urejeo ni kwamba sasa tunajitambua kama kanisa. Kama kanisa manake tunajitambua. Tunajua thamani ya Mungu wetu, anataka nini. Mungu wakati anaumba alitutenganisha, alitutofautisha na wanyama. Ufahamu wako, maisha unayoishi yako sawa na wanyama? Tumehama koo. Zile koo ndizo zilizotukosesha amani, tukawa maskini na magonjwa kila pahala, na huku tunasema Yesu ni Bwana. Leo tumekimbia. Manake tumefunguliwa ufahamu. Tunajitambua kwamba tuko tofauti na wanyama. Ndio maana yake huu wimbo. Penda sana huu wimbo mimi. Na una wingu moja kubwa sana. Sijui kama unalijua hilo wewe. Baada ya kuingia ukoo mpya wa Mwansasu, tunaona tuna amani ya kweli. Hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna dhiki. Kumbuka maisha yako ya nyuma, manake ufahamu. Mimi mwenzenu nikikumbuka maisha yangu ya nyuma naweza nikalia hata kulia. Namna huyu Mungu wa urejeo ninavyoona faida kwangu. Sijui wewe mwenzangu, kwa sababu ufahamu wako mdogo ukumbuki. Ujumbe ni mkubwa sana kwenye huu wimbo. Acha kusali kwa mazoea.
dini ya baba, sijui miungu. Acha, ufahamu umefunguka. Tumejua kwa sasa Kristo amerejea, maana yake hatudanganywi. Kula vizuri ni haki ya kanisa, kuvaa vizuri ni haki ya kanisa, kutawala na kumiliki magari nini ni haki ya nini? Jueni injili ilikotoka kanisa. Bali kubadilika. Simu ikiita tu naenda nao hadi chooni. Sasa wewe kanisa ona mnadi Yesu alafu kasimu naingia nako bafuni. Kakiita tu na sabuni. Nini? Shida nini? Shida nini? Shida nini? Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo, ukimpa nafasi katika roho na kweli, utaona maisha yako yanabadilika. Kwa namna gani? Hutatumia akili zako, hutatumia elimu yako. Wewe mkamate tu, fuata kanuni, kwa sababu yeye anajua wajibu wake, kwamba nikikaa kwa huyu mtu, kazi yangu ni kufanya nini? Ni kulinda ndoa, ni kuondoa magonjwa, ni kufanya biashara zake anajua wajibu wake. Wewe kazi yako ni kumpa nini? Nafasi ndani mwako. Haleluya, amen. Haleluya, msije mkafikiri Yesu ni jengo, wala ni udhehebu, wala ni udini. Yeye ni roho. Na usio kafikiri ukimpa nafasi ndani mwako utaona sio dudu la namna gani. Ile amani. Umenielewa? Una uhakika leo nitakula. Una uhakika kile kitu. Yaani upigi pressure. Unanielewa ninachokisema? Na hapa maarifa. Kristo akishakomaa na kukua ndani mwako ni amani na ni raha tupu. Uhangaiki, wewe ni kunyanyuka, kafanye kazi. Kwenye kazi zako taona matokeo, kwa sababu anayefanya kazi kwa ule muda sio wewe. Ila ukimpa nafasi babu yako ndo anayefanya nini? Amekutajiri hadi anakufa. Alafu umempa nafasi akafanya biashara. Mnanielewa? Je, mnielewi? Je, mnielewi? Ufahamu wenu bado. Yote haya tunayafanya pale ambapo tutaruhusu ufahamu wetu ufunguke. Ijue haki. Jua haki yako. Mnanielewa jiji? Ijue haki yako. Acha ujanja ujanja. Acha ujanja ujanja. Tambua haki yako. Kristo yeye anakusubiri wewe. Kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi zako za mikono kwa ujumla, anasubiri wewe uamue. Umpe nafasi. Yeye ndo anayeshindana duniani, sio wewe. Anayetoa baraka ni Kristo. Wewe si unajua? Sasa babu yako wapi walipoandika anatoa baraka? Unaenda kumtambikia babu yako kumfanyia ibada. Wapi waliposema anatoa baraka babu yako? Wapi? Yeye mwenyewe akubarikiwa. Ndio maana upo hivyo. Bado hamjanielewa. Baba yako, mama yako, bibi yako, babu yako, shangazi yako hawakubarikiwa. Ndio maana na wewe upo hivyo. Leo hii wewe umempokea huyu Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo. Amekubariki. Watoto wako wanaziona zile baraka. Ndio maana wanaishi vizuri, kwa sababu mama na baba wamefanyaje? Wamebarikiwa. Mbona msemi? Mimi nimeambia kwamba nyinyi ufahamu bado. Hatujui tunachokifanya. Hiyo ndio shida. Leo nalia ni kwa sababu ni maisha ya baba yako na mama yako.
walikuwa na ibada zao. Hizo ibada hazikuwa na tija. Wewe unazifuatilia za nini? Ndio namaanisha hivyo. Kama ibada ya baba yako na mama yako ingekuwa na tija, usingekuwa hivyo. Sio kwamba hizi nyimbo zimeanza leo, toka zamani. Lakini utasikia Mungu, pokea sifa, niko hai. Wewe, wanaokufa ni wale watenda dhambi. Wewe sio mtenda dhambi. Sasa nini shida? Hamjanielewa. Pokea sifa za moyo wangu. Nini kimefanyika kwako ambacho kiko tofauti na wanadamu wengine ambao wanapokea na miungu yao? Nini? Mungu, pokea sifa leo, angalau nimeamka. Wewe angalau umeamka, wewe ni mtenda dhambi, ndio maana ujiamini. Sisi wenzio ambao sio watenda dhambi tuna uhakika. Cheni ibada za kizamani. Mimi na uhakika kesho nafika. Sinaongea naye, anaishi ndani mwangu. Mimi sijaja kubahatisha. Wote unaoona wako kwenye makanisa wana mashaka na kuamka ni watenda nini? Juzi nilifundisha ni wapagani hao. Bado babu zao ndio wanaoishi ndani mwao, hawana uhakika wa kuishi. Naomba nielewe. Mungu amerejea, yuko hapa. Sifa za Mungu wako zina utofauti gani na Mungu mwingine? Ho, napiga miayo huko. Sifa za moyo wangu, za mioyo yangu lazima uzitoe. Katenda makubwa ambayo wengine na miungu yao na Mungu wao hawajafanya. Pokea sifa Mungu, angalau leo nilikula figiri. Hizo ni sifa za manunguniko kutoka kwenye nini? Kwenye mioyo yao. Kuna uimbaji wa kutoka ndani mioyoni, kuna uimbaji wa machoni. Kwa sababu mtume amesema tuimbe sifa, sifa. Ndani anayeishi ni nani? Haugui huyu. Je, mnanielewa nyinyi? Je, mnamuelewa Mungu wa mara hapa nyinyi? Huyu ni Mungu wa tofauti. Kwa nini anasema Mungu wa Mwansaso? Kwa nini anasema Mungu wa Umina? Huyu ni Mungu wa kwangu, yuko tofauti na Mungu aliyoko kwenye makanisa mengine, yuko tofauti. Kama unabisha, si ujipime? Hawezi akawa sawa. Mungu wangu na babu yako ni tofauti, watu wa Mungu. Anakuwa anajitwalia utukufu. Lazima nijitwalia utukufu kwa sababu anayeishi si mie, ni yeye ndani mwangu. Anatakiwa kutukuzwa. Ufahamu. Mbona wenzio wachungaji? Mbona mitume? Mungu huyo ni wa kwao wao. Ni wa kwao wao. Huyu ni wa kwetu sisi, tena na utofauti. Ni Mungu wa miungu. Wa Mungu ni wengi, makanisa ni mengi. Fungukeni ufahamu. Kuna siku mtanielewa. Mungu wa Umina, Mungu wa Mwansaso, ujio wake ni kwa ajili ya kupambana na madhabahu zako. Kwa nini ukamfananisha na Mungu wa kanisa hilo? Yeye ndo kazi yake.
Eti ndo kazi yako wewe huko? Kama ni hapana, kwa nini huyo asiitwe Mungu wa Mwansasu, Mungu wa Umina? Kwa sababu kazi ziko tofauti. Yote haya anayasema ili mjitambue, ufahamu. Unamjua Mungu unayemwabudu ana utofauti na Mungu wengine? Sasa Mungu wa Mwansaso yeye anaruhusu uende saruni, Mungu wa kanisa lingine haruhusu. Sasa watakuwa sawa au wa Mungu? Sasa kwa nini ujaji kwamba kwa nini anasema Mungu wa Mwansaso? Mungu wa Mwansaso anaruhusu mwe mnaoga, yule mwingine huwaruhusu. Hivi wako sawa kweli? Wako sawa? Kanisa, ufahamu. Ufahamu. Funguka. Wakwetu amesema tukutane hapa tumsifu. Wakwetu sisi. Kwani na kanisa lingine wanakutana masaa kama hayo wanasifu? Watakuwa sawa? Shida nini? Mungu wa Ibrahimu alioa wake 100, oweni na nyinyi 100. Ibrahimu alikuwa na wake wengi. Ila hapo ndo mkisema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ndo la alikuwa na wake 1000. Oa na wewe. Lakini kama wakwako anasema uowe mmoja, tayari wana utofauti. Tuache ukalili Injili. Mnamtwalia utukufu yule Mwansaso. Hapana, anayeishi si mie, ni yeye ndani mwangu anastahili kupokea utukufu. Wewe kwa sababu upo mwilini unaniona mimi. Wanayemtukuza hawanitukuzi mimi, wanamtukuza yule wanayemuona ndani ya Mwansaso. Kwa njia gani? Kafanya makubwa. Sasa wewe mme wako anakujali, kwani usimpende? Unajua vitu vingine ni rahisi sana. Mkeo anakujali, kwani usimpende? Si anakujali? Wewe unamuona kama mwanamke, mwanadamu aliomo ndani ni yule tunda linaloitwa upendo. Kristo lazima apendwe, ni haki. Mme anakupenda, anakujali, lazima umpende, lazima umthamini, kwa sababu yuko tofauti na wanaume wengine. Kwa nini utofauti? Aliyomo ndani ya mme wako ni Kristo, ambaye asili yake ni pendo, ni kunyenyekea na kuvumilia. Kanisa, amka ufahamu. Amka. Mimi ni mtume, nimetumwa kuja kulibadili kanisa. Wa Mungu wote sawa? Hapana, wa Mungu sio sawa. Ni wengi sana wa Mungu. Wewe unamwabudu yupi? Mimi mwenzio aliyenituma yeye ni pendo, ni unyenyekevu na uvumilivu. Je, wako wako ni hila, fitina na zengwe? Je, wako sawa? Mungu anayesimama na hila, fitina na zengwe tunamfahamu kwa njia ipi? Si shetani. Sasa wako sawa na wako wangu? Je, mnanielewa nyinyi? Mnanielewa nyinyi? Je, mnielewi?
anajitwalia utukufu. Mimi sijitwali utukufu. Anayeishi ndani mwangu ndo anayejitwalia nini? Kwa sababu yupo katikati ya wana wa Adamu, na katikati ya wana wa Adamu pana ushindi, kuna mabadiliko. Wenzio wa Pentekoste, hapana, hapana. Mungu tofauti. Unajua Pentekoste ni ibada za kiroho. Wewe unafikiri kwani shetani hana ibada za kiroho? Unajua, kufungukeni ufahamu. Yeye ni roho shetani, na Mungu ni nini? Na ibada zao wote zinafanyika wapi? Rohoni. Upentekoste ni ibada za kiroho. Lakini nani anayefanya ibada za kiroho? Mwache Mungu wa urejeo wa Mwansaso bwana. Ni Mungu wa miungu. Ni Mungu anayeweza. Ni Mungu aliyejithibitisha kwenye hili anga. Wazee wa vimila wanaondoka. Amen. Waganga wamekimbia. Ndoa zimerejesha, zina amani, watu hakuna magonjwa. Sasa huyu Mungu atakuwaje sawa na kule kwenye magonjwa? Ninachotaka kufundisha na kuelekeza ni ufahamu. Mungu ni ufahamu. Kristo ni ufahamu. Makristo ni wengi. Mayesu ni wengi. Kuna siku mtanielewa. Natamka yote haya ni kwa sababu ili anga mimi nina ushindi. Neno ukumbuke, si mimi uneniona. Ni Kristo anathibitika. Wokovu watu wa Mungu ni mabadiliko ya tabia. Leo Mungu amesema yupo katikati yetu. Tuungane na malaika kwa ajili ya kumsifu. Je, wengine wameambiwa hivyo? Kwa nini hapana kama Mungu ni mmoja? Kwa nini? Jitofautishe na Mungu wa mwenzio bwana. Utofauti wake nini? Ni mabadiliko ya mtaani wa maisha yako yakoje? Tabia yako ikoje? Mimi nawapenda sana baadhi ya wanaomina. Ukiwauliza hebu tupe faida ya huyo Mungu wa Mwansaso, Mungu wa urejeo, akaambia ana faida sana kubwa. Zamani nilikuwa nashinda hospitali, lakini sasa hivi nina miaka 6 sija kwenda hospitali. Huyo ndio Mungu ana utofauti na Mungu mwingine. Haleluya. Amen. Uwezi ukasema Mungu wako ana utofauti na mwingine wakati wote mko sawa mnapiga miayo. Hapana. Mnanielewa ninachokiachilia kwenu? Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Ni ufahamu. Ruhusu ufahamu mpya ndani ya maisha yako. Mpe nafasi yeye, maana yake atawale na kukumiliki, akuongoze yeye, maana yake yeye ndo akafanya biashara, yeye ndo asimamie ndoa, yeye ndo akalime akavune, yeye ndo mvunaji. Wewe hakuna kitu. Manake yule Mungu uliyemwabudu wa babu yako amelima, we hamna kitu. Watu wa Mungu tunatoka kwenye familia maskini bwana. Watu wanalima huko na Mungu wao wanaomtambikia kila siku, hakuna mavuno. Nyumba ina njaa. Unaenda kuoa familia ina njaa ije kutoka. Mimi mtanisamea kidogo. Ndio maana nimesema ukitaka kuharibu maisha ni ndoa. Ukitaka maisha yako yaende vizuri ni ndoa. Wewe unaenda kuoa familia, kila wakilima
msimu mzima wa mwaka wanavuna debe 3. Pana Mungu hapo? Haya, msimu mzima debe 3, njaa ikoje kwenye hiyo nyumba? Tunaoa mahala kulingana na Mungu, tunaolewa mahala kulingana na Mungu aliyopo. Kuna siku mtanielewa, nimetumwa kubadilisha maisha na kuibadili jamii, ili huyu Mungu aliyenituma akae kila ukoo na familia, ili waone faida. Ndio maana yake walime wavune. Haleluya! Mimi babangu alikuwa mvivu, kulima ijaye kutokea. Unacheka? Tunaelewa baba wakulia mjini hao na jembe. Kwa mnarudi nyumbani ni njaa tu. Kaambia Mungu wako mimi simtaki, kuanzia sasa naenda kutafuta Mungu wangu. Haleluya! Mimi kwangu hakuna njaa. Hakuna njaa. Kwa nini nasema hakuna njaa? Ni ufahamu. Njombe mahindi yanauzwa shilingi ngapi debe? Yaani yanavovunwa debe shilingi ngapi? Gunia lina debe ngapi? Ni shilingi ngapi? Hivi 60,000 unashindwa kuweka gunia la mahindi ndani ya nyumba? Wewe una ufahamu wewe? Wewe una ufahamu wewe? Unakaa Omina, una ufahamu wewe? Mnanielewa ninachokifundisha? Alafu 60,000 una gunia zima mwaka. Wewe umeenda kulima mwaka umevuna debe 3. Una ufahamu? Naona kanisa hamnielewi. Hamnielewi. Una watoto 2. Wewe ni mama na mme, mko 4. Kweli gunia mwaka mzima litakuwa limeisha? Gunia tumesema tunaipata kwa shilingi ngapi? Lakini ukilima hizo eka umewekeza 300,000, unaenda kuvuna debe ngapi? Na debe 3, debe moja shilingi ngapi? Debe 3 ni ngapi? Umetupa shilingi ngapi? Ufahamu. Ufahamu. Kristo amerejea na urejeo wake ameachilia ufahamu ndani mwetu. Kweli watu wa Mungu 60,000,120,000 gunia 2. Unashindwa kuweka ndani ya nyumba. Hafu huku unamwabudu Mungu na uhakika. Naona wanaangalia chini. Ni ufahamu tu. Ni ufahamu. Kule kwetu mpunga unavolimwa, miezi wa 7, wa 8, 6 hapa unauzwa 20,000 maybe. Mpunga kama mpunga wa debe. Umenielewa? Kwa kwenye gunia tufanye zimo 10. Ni shilingi ngapi? 200,000. Lakini ukilima unaenda unavuna debe 3. Umewekeza 300,000, 200,000, 400,000. Kwa nini unavuna debe 3 kwenye 200,000, 400,000? Kuna roho ya njaa kwenye hiyo nyumba, hakuna kufanikiwa. Alafu nao unaenda kuoa hapo hapo. Unaoa hiyo roho. Na kama Kristo hajashuka, ufahamu haupo pale, na wewe utakuwa kama wale kwa sababu ndio Mungu yule. Nieleweni ninachowafundisha. Lazima mtafute Mungu mwenye faida, anayetenda. Lakini ili aweze kutenda ni ufahamu.
Mnajua wazazi wanapenda sana kulazimisha familia wamwabudu Mungu wao. Manake babako akiwa maskini na mamako akiwa maskini, na wewe utakuwa nani? Utakuwa nani? Kwa maskini wanakuwa wangapi pale? Baba ni maskini, mama na wewe maskini, wako wangapi? Ni kwa nini nyinyi maskini? Si ni Mungu wenu aliyewasababisha maskini? Na huyu mtoto anaokota Mungu yupi? Usilazimishwe. Mungu wa baba yako, wa baba maskini ndo akawe ndani mwangu mimi. Mimi niliweka agano wakati naingia mjini. Umaskini wa baba yangu na mama yangu haunihusu. Manake Mungu wa baba yangu na mama yangu hawanihusu kwa sababu ni masikini. Kumbuka ulikotoka. Kumbuka. Injili ya kweli haina mazoea. Hili anga mnaoliona hili anga. Kumbukeni, maana hili anga na ufalme ni mamlaka. Juu ya hapa ni mamlaka. Ni mamlaka. Mungu wetu amesema tutoe sifa za mioyo yetu kwenye hili anga. Anatembea kwenye hili anga, anatawala na kumiliki kwenye nini? Hili anga. Peleka sifa. Manake yule wa upande wa pili na Mungu mwingine kashafinywa, amekaliwa. Nyinyi kanisa, amka. Mpende Bwana Mungu wako. Siete basiala. Anaposema anahitaji waabudu halisi, msilete basiala. Nani utakayeshika hili koti kuwa kichaa kama mimi kumpenda Mungu? Ni nani? Ndio maana yake. Mimi Mungu wangu nampenda. Siete basiala. Simuonei haya. Simuonei aibu popote. Na nitamtetea hili anga kwa sababu ni kweli ameshateka. Haleluya. Maana yake injili ya kwake imeshakubalika, ni wengi wanayo manake. Haleluya. Maana yake waganga wana wateja. Haleluya. Ndio maana yake nyinyi. Kwa nataka kusifiwa. Maana yake yule jamaa wa upande wa pili sasa anazomewa. Mjui Mungu amekaa hapa, shetani amekaa hapa. Saizi Mungu anasema wanyanyue wako wakupe sifa tu, ni jamaa linatoa macho tu. Ni kwa sababu tumekubali na tumetii. Tunatoa sifa za mioyo yetu kwamba hatuna Mungu mwingine. Ni wewe Mungu wa mwansaso, Mungu wa amina, Mungu wa urejeo, Mungu wa Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo unayetenda. Ni wewe. Manake tumempa nafasi kwenye mioyo na familia zetu. Ndio maana yake. Hebu fungukeni ufahamu. Nimewaambia wa Mungu ni wengi. Na hawa wote wa Mungu walio wengi wanataka kusifiwa. Wanataka kusifiwa. Sasa Mungu wa kwako, Mungu wa urejeo, anataka kuone. Narudia tena, Mungu amekaa hapa, shetani amekaa hapa kwenye hili anga mnavyoona. Mungu anaambia haya tuone. Msifikiri kwa nini ametoa ratiba ya kumsifu. Anamaanisha kwenye hili anga kazi hawa Mungu hawa ni kusifiwa. Kwa Mungu wetu kwenye anga la Njombe alikuwa anatia huruma. Mungu wa Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo, Mungu wa kweli, alikuwa anatia huruma. Maana yake watu wanaenda mwa waganga, wamtaki Mungu wa kweli. Ndio maana yake. Kanisa mnielewe. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho zako zote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Jitoe. Maana yake ni ushindani. Watu wa Mungu ni ushindani. Maana anga la Njombe, Tanzania,
dunia nzima watu hawakumtaka Mungu. Kwa hiyo Mungu kila anaposema nina watu, shetani anashangilia, wewe wako wapi wewe? Kama wapo si wasimamishe tuwaone wakusifu. Mungu wetu anatia huruma tu. Mmezoea tu watu wasiende saruni, ndio kazi yenu tu. Watu wasivae vizuri ndio kazi yenu. Lakini hapati sifa, hakuna matokeo manake. Mungu amekaa hapa, shetani amekaa hapa. Nakumbukeni wote hao wawili wanakutegemea wewe. Kwa Mungu analeta hoja, anasema anga la Njombe, mimi watu wananiabudu, shetani anacheka. Ambia wanakuabudu wenyewe hawa. Haya, wape nafasi wa kusifu. Mungu wa Baali aliitwa waliita wakafika mahala wakajichanja na kujichanja. Hola. Anga la Njombe, Mungu anasema ninao watu. Shetani anambia wako wapi tuwaone? Waite, hamna kitu. Juliana kwa waganga, Mtengenyunyule kwa waganga, Mfwendule kwa waganga. Kwa Mungu jana na leo kuzikwa. Nilikuwa nawafungua ufahamu, mjue ni kwa nini Mungu amesema ibada hii iwepo ya kumsifu. Kiti cha enzi, ili anga tumeliteka, na kama tumeliteka, Mungu wetu yupo, matokeo yake ni kusifiwa, awaone watu wanaomtegemea yeye. Kama hivi tumeambiwa tutoe gharama, manake makanisa wengi watu hawako tayari kutoa gharama kwa Mungu wao, ila kwa waganga wa kienyeji wamejaa, wanamiminika kila kukicha. Mungu wetu anatia huruma. Narudia tena, mfunguke ufahamu. Mungu amekaa hapa, shetani amekaa hapa. Mungu anasema dunia na vitu vyote ni vya kwangu. Shetani ni vya kwako wewe. Nilete mmoja wapo hapa. Kila kichambua hola. Mungu naye niletewe shetani wa kwako, yanamiminika kina Juliana, kina radi hayo. Ni mfano Juliana, ni jina tu. Mimi nawapa maarifa, msifikiri Mungu tunamwabudu katika mfumo gani. Hizi ni falme mbili zinazoshindana, na ushindani wake ni matokeo ya aina ya watu wake. Matokeo. Anga la Njombe, shetani alitawala. Leo ameanguka, ndio maana tunatoa sifa. Haleluya, haleluya. Haya tunayoyafanya hapa yanapaa, anga linatambua, linajua. Haleluya, amen. Vita mnazoziona zinapigana huko za watu wa ulimwengu wa kidunia, hizi zinategemea anga ili mnaoliona. Kweni makini, mfunguke ufahamu. Ili anga hili, kwa nchi moja na uwezo wa kufundisha jeshi lake likajua sana vita ya ardhini. Nchi nyingine ardhini haiwezi, naweza anga. Nyingine anga haliwezi, naweza wapi? Ardhini. Lakini kuna nchi ardhini inapiga na anga inafanyaje? Kwa sababu ushindi 90% upo kwenye nini? Kwa sababu ni roho hizi. Mnanielewa? Au mnawaza kwenda kupanda viazi tu? Fungukeni, ukipokea ufahamu, viazi utapanda, utavuna. Weza kulikamata anga.
leo tumelikamata. Wachawi, waganga, shetani, ili anga ni la kwetu. Haleluya! Msilete masiara, mimi sipigi siasa. Mimi niko vitani, sipigi siasa. Aje yeyote anayekuchezea wewe, ukiniamini mimi utaona. Amen. Hata aje chini, aje angani, mimi nimemmaliza. Wewe jitahidi kuniamini tu. Muamini Mungu wa mara hapa. Unajua watu wanao kama mimi leo nina furaha sana kwa sababu yaani nina mamlaka ili anga hili. Ili anga unaoliona hili. Hata wangevituma vipembe sio chwa mimi nakamata tu ndwa chini. Ndwa chini. Huyu ametoka wapi? Kule kwao. Ndwa. Niamini mimi, muamini Mungu wa mara hapa. Ili anga meliteka. Shetani haruhusiwi na wachawi wake. Hata wangealikana. Amen. Hata wangealikana na kuahidi. Hata wangealikana kutoka wapi, ili anga hawapenya, hawapiti kokote. Ndio maana kila wakitaka kupaa kuendeki. Ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenye mamlaka. Haleluya. Lakini huyu Mungu ni Mungu wa mwansasu, ni Mungu wa urejeo. Sio wa Kipentekoste. Mbona wa Kipentekoste alipigwa huko, sasa watamthamini nani? Haleluya. Ninachokushauri tu amini. Mungu yuko pamoja nasi, anafanya kazi. Wewe niamini mimi. Kama kweli umejiungamanisha katika roho na kweli kwa huyu Mungu niliyembeba mimi, hutapungukiwa kitu. Hata wangetuma kitu gani, hata wangealikana wapi, hata wangefanya nini, huu ni wakati uliongojelewa miaka mingi, na huo wakati ni wakati ndio huu sasa, ambao Mungu alikuwa anatafuta waabudu halisi. Waabudu halisi ndio sisi. Usiangalie mtu mwingine, jitazame wewe. Mungu ni jeshi kubwa. Linapokaa ndani mwako, linapopata ushindi, ni jeshi kubwa zaidi ya watu bilioni. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Elia alimwambia kijakazi wake kwamba walio upande wetu ni wengi kuliko wale wa upande wa pili. Mfanyakazi wake yeye alikuwa anaangalia kwa macho ya nyama. Alikuwa anaangalia kwa macho ya nyama. Akamwambia, tulia mwanangu. Walio upande wetu ni wengi kuliko hao unaowaona. We niamini mimi. Iamini madhabahu. Utaona, nimekwambia vita inapigana usiku. Huo usiku unapoingia, haleluya. Amen. Sijaja kupamba madhabahu, na kupa ujasiri wa imani ya kiwango cha juu. Ukiweza kuamini utaona ushindi mmoja mkubwa sana. Lakini watu wa Mungu, mabadiliko ya tabia. Umenielewa? Mungu atatusimamia pale atakapoona tabia zetu zinaendana na yeye. Hawezi akaja akatusimamia wakati tabia zetu ni za upande wa pili. Tusije tukamrudisha ule wa upande wa pili kwenye hili anga. Lakini mimi siko tayari, ni kwa sababu ni kweli Yerusalemu mpya imeshuka, haina magonjwa, haina dhiki, haina matatizo. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha, na maisha ni upendo. Tujitahidi sana kutembea kwenye kanuni na ili sanduku la agano. Mungu wetu ni hai na anatenda.